Ikulu ya Tanzania hakukaliki baada ya Askofu Bagonza kurusha kombora. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kilichotajwa kwa mojawapo ya mijadala mizito zaidi iliyoibua mshindo wa kitaifa tangu kuzuka kwa sintofahamu baada ya uchaguzi na machafuko yaliyozunguka nchi, hoja ya Askofu Bagonza imeibua maswali makubwa kuhusu msingi wa amani inayodaiwa kuwa uti wa mgongo wa Tanzania kwa zaidi ya nusu karne. Kauli hiyo iliyomlenga kubainisha ukweli kuhusu tafsiri ya amani iliyotolewa na BAKWATA imegeuka mwanga mkali unaopenya giza refu la historia ya miongo sita ya utulivu uliotajwa mara kwa mara kama alama kuu ya taifa hili. Lakini huku kukiwa na swali kubwa, je, utulivu huo uliwahi kusimama juu ya haki? Ni mjadala ulioibuka wakati ambapo taifa linapitia kipindi kigumu cha majeraha ya kijamii, ya kisiasa na ya kiadili ama ya kimaadili. Katika muktadha wa maombolezo ya vifo, hofu na kukamatwa kiholela, watu kupotea, matukio ya ukatili dhidi ya raia na hofu ya mustakabali wa demokrasia, hoja ya msingi inaibuka: je, kweli amani inaweza kuwepo bila haki? Kauli ya Askofu Bagonza imekuja kama upepo mkali unaotikisa sakafu ya hoja ya BAKWATA kwamba amani ni bora kuliko haki. Kwa upande wake, anafanya taswira nzito, yuko tayari kuunga mkono mjadala huo, lakini kabla ya kufanya hivyo anasisitiza kuwepo kwa maswali ambayo taifa haliwezi kuyakwepa tena. Kutoka mwanzo, hoja yake izunguki inapiga moja kwa moja kiini cha swala kwamba Tanzania ilihubiriwa kama kisiwa cha amani kwa miaka 60, lakini je, katika kipindi chochote haki nayo ilifika kwa kiwango cha kuifanya amani hiyo kuwa halisi? Ikiwa haki ni mchakato, basi mchakato huo umechukua miongo yote bila kutoa matokeo ya kushikika. Pengine swali lake kuu ndio mshale unaochoma zaidi: inahitaji miaka mingapi mingine ile haki isiwe wazo tu, bali iwe mfumo unaoonekana na wenye matokeo kwa watu? Katika kuzama zaidi, Askofu Bagonza anachofanya ni kugeuza mjadala kutoka tofauti ya maneno hadi tofauti ya kanuni. Hoja yake inatilia shaka mbinu inayojengwa na baadhi ya taasisi za kidini kutenganisha haki na amani, kana kwamba ni vitu viwili vinavyoweza kusimama peke yake. Hapa ndipo anaporudisha mjadala wa msingi kwenye maandiko ambayo kwa muda mrefu yamekuwa chanzo cha maadili ya jamii na misingi ya uongozi katika imani mbalimbali. Katika kufafanua hilo, anachukua safari kupitia maandiko ya kale, safari ambayo lengo lake si ya kutoa tafsiri ya kidini, bali kuonyesha mizizi isiyopingika ya kanuni ya uhusiano kati ya haki na amani. Kwa tafsiri ya kimfumo, anabainisha kwa katika Zaburi, Mithali na Isaya, haki ndiyo mbegu inayoota kuwa amani. Anataja ufafanuzi wa maandiko yanayotamka kwamba fadhili na ukweli hukutana, haki na amani vinahusiana, na kwamba kazi ya haki ndiyo amani. Na kwa mtazamo huo, hoja yake inakuwa wazi: amani ya kweli hailazimishwi, haitungiki kama pazia juu ya vidonda vya ukosefu wa haki, na haiwezi kudumu ikiwa imejengwa juu ya ukimya wa kulazimishwa. Katika kujenga simulizi pana zaidi, hoja ya Askofu Bagonza inajikita kwenye msingi wa historia ya taifa. Tanzania imejenga sura ya kimataifa kama nchi tulivu, yenye utulivu wa kudumu na mfano katika ukanda ambao mara nyingi umekuwa ukitikiswa na mizozo ya kisiasa na kijamii. Lakini ndani ya utulivu huo anahoji kama kulikuwa na usawa wa huduma, uwajibikaji wa watawala, fursa ya kiuchumi zilizoegemea upande mmoja, na uhuru wa kuhoji bila hofu. Ikiwa misingi hiyo haikuwepo kwa kiwango cha kutosha, basi amani iliyotajwa wakati wowote inaweza kuwa ilikuwa safu moja tu ya nje isiyowakilisha uhalisia wa maisha ya watu wengi. Kutokana na hoja hiyo, mwendo kasi wa mjadala unaingia kwenye muktadha wa sasa ule uliojaa majonzi ya kijamii. Ni kipindi ambacho taifa linapitia athari za matukio ya ghasia, maandamano, vifo vya raia, hofu katika jamii na maswali mengi kuhusu hatima ya haki za kila mmoja. Na katika mazingira hayo, hoja ya kwamba amani ni bora kuliko haki inageuka kuwa kitu kinachotazamwa kwa mashaka.
inaonekana kama wito wa kuendelea kusisitiza utulivu bila kuangalia kiini cha matatizo yaliyosababisha machafuko. Na ni katika mazingira hayo ndipo hoja ya Bagonza inapata uzito mkubwa kwamba amani inayotamkwa bila uchunguzi wa mizizi ya majeraha haitoshi, na pengine inaacha pengo kubwa la kimaadili. Ikiwa ukimya unalazimishwa ili kuonekana kuna utulivu, basi jamii inaweza kuonekana kuwa na amani, lakini ndani ya mioyo ya watu kunakuwa na mashimo ya maumivu, hofu ya kukata tamaa hofu ya kukata tamaa. Hii ndio inayohitaji kama amani ya karatasi, ile inayosimama kwa nje lakini ikitengenezwa juu ya misingi dhaifu ya kupuuzwa kwa haki. Katika kupanua hoja, anachora taswira pana ya kile kinachoweza kutokea ikiwa haki itaendelea kucheleweshwa. Taifa linaingia kwenye hatari ya kupoteza misingi yake ya ndani, kuanzia imani ya wananchi katika taasisi, uwezo wa jamii kusimama pamoja wakati wa misukosuko, hadi uwezo wa kizazi kijacho kujenga nchi yenye uthabiti wa kweli. Inaibua pia hofu kwamba endapo kila mara amani itapewa kipaumbele bila kushughulikia mizizi ukiukwaji wa haki, basi migogoro inaweza kujirudia mara nyingi zaidi, kwa sababu mazingira yanayozaa migogoro hiyo hayajafanyiwa kazi. Na katika kutazama mustakabali, hoja ya Askofu Bagonza inageuka kuwa wito wa kuangalia upya mitazamo inayojengwa juu ya misemo ya amani yenye haungi mkono vurugu wala haungi mkono misimamo ya kuunganisha ama kugonganisha taasisi za dini, na badala yake anatoa mwaliko wa kutazama ukweli ambao taifa limejaribu kuona kidogo kidogo kwa miaka mingi, kwamba bila haki hakuna amani ya kudumu, na bila amani ya kudumu taifa linakuwa katika hatari ya kurudia makosa ya jana. Na katika simulizi hili kinachojitokeza si mvutano kati ya taasisi mbili za kidini, ni mvutano kati ya falsafa mbili kuhusu mustakabali wa taifa. Ni swala la kuchagua kati ya amani ya nje ambayo haina uzito wa ndani, au kujenga amani yenye mizizi imara, ile inayojengwa juu ya usawa, uwajibikaji, uadilifu na uwezo wa kila mwananchi kupata haki yake bila vikwazo. Kwa kuhitimisha, mjadala huu unaonekana kuendeleza mwamko mpya nchini. Ni mwamko unaotaka taifa litazame upya mustakabali wake, litafakari upya misingi yake na lipime kwa umakini kama kweli linatembea katika mwelekeo unaoijenga Tanzania ya vizazi vijavyo. Hoja ya Askofu Bagonza haijaibua tu maswali, imefungua mlango wa mjadala mpana ambao hauwezi tena kufungwa kwa kauli za juju au matarajio ya watu kumbana ukimya. Ni mjadala unaotaka Tanzania ichague kati ya kuendelea kujivika koti la amani iliyokosa msingi, au kujenga upya msingi wa haki ambao utazaa amani yenye uzito wa kweli. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa za kina na uchambuzi wote wa ndani bila kupindisha wala bila kuegemea upande wowote. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile vile gonga alama ya kengele ili uzidi kuwa nasi na uzidi kupokea taarifa pindi tu tunapoziletea hewani.